Na mtazamaji, tukisonga mbele tukiachana na hayo mtazamaji, ambapo ni baadhi ya taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari kote nchini kutokana na mafuriko ambayo tumeyashuhudia huko Ruai na jijini na pande zingine nyingi hapa kote nchini. Pamoja na maafa hayo, ni kwamba mtazamaji, katika masuala mengine ya siasa, ni kwamba Rais William Ruto ameendelea kuwasuta viongozi wa upinzani, akisema kuwa hawana msingi yoyote ya kuongoza nchi, akidai kwamba hawana maono bali ni cheche za matusi na kumlenga rais kila kuchao. Sasa hivyo Rais Ruto alikuwa akizungumza alipozuru mtaa wa Kibra hapo jana, ambapo alifungua madarasa 53 katika shule 3 za Kibra pamoja na kukagua mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Hata hivyo mtazamaji, Rais William Ruto pia alisisitiza kuwa na ajenda ya serikali yake ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu itafaulu licha ya kelele kutoka kwa wapinzani, na kwamba safari ya kuinua wa Kenya itafaulu. Zaidi ya hayo, mradi huo wa shilingi bilioni 7.4 ambao sasa umekamilika kwa zaidi ya 80%, unajumuisha mradi wa nyumba za bei nafuu za mradi unaojenga vyumba 1454 unaojumuisha vyumba 3052 vya vyumba viwili vikiwemo 1100 vyumba viwili na 313 vyumba vitatu. Hata hivyo itajumuisha shule ya msingi ya chekechea, kituo cha biashara, kituo cha afya pamoja na vifaa vya burudani. Mtazamaji, hayo ni masuala ambayo Rais William Ruto amekuwa akiweza kuendeleza katika mradi wa maendeleo katika mtaa wa Kibra jijini Nairobi. Tumsikize. Haya, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, wale majamaa kazi yao ni matusi. Ati ile kazi kubwa wamefanya, ile ya maana sana, ati nitafutia jina ati Kasongo. Sasa hiyo ni kazi mtu anaweza kusema amefanya, sio? Ni ufala. Ati kupatia mtu jina ndio kazi kubwa amefanya. Wale majamaa kazi yao ni matusi. Kazi yao wako na hasira mingi, wako na vitimbi mingi, wako na kiburi mingi na matusi mingi, lakini ajenda hawana, mpango hawana, sera hawana, ajenda hawana. Munasema tuendelee na kazi ama mnataka wale watu watuletee fitina? Tuendelee na kazi. Nijenge mabarabara, nisomeshe watoto,